Uzuri ama ubaya wa moyo wa mtu unaweza kutazamwa kupitia matendo mbalimbali ambayo mtu anayaonesha katika maisha yake. Mara nyingi unaweza ukajua kama mtu ana roho mbaya kwa kutazama matendo mbalimbali ambayo anayaonesha kwa wengine, lakini unaweza ukatambua pia mtu huyu ana roho nzuri kwa kutazama matendo ambayo anayaonesha katika tabia zake. Ndani ya video hii nitakwenda kukuambia tabia 10 za mwanadamu mwenye moyo mzuri kuliko binadamu wengine. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni tabia 10 za mwanadamu mwenye roho nzuri kuliko binadamu wengine. Namba 1 ni mwanadamu ambaye anafurahia mafanikio ya binadamu wengine. Moja kati ya tabia ambazo hudhihirishwa na binadamu waliozaliwa wakiwa na roho safi kuliko binadamu wengine ni uwezo wao wa kufurahia mafanikio ya binadamu wengine. Hawa ni binadamu ambao wanapoona watu wao wa karibu wanafanikiwa, huhisi furaha ya kweli katika mioyo yao, kwani asilimia kubwa ya binadamu wenye roho mbaya hawana utamaduni wa kufurahia mafanikio ya binadamu wengine. Lakini kama nawe ni miongoni mwa binadamu ambao wanapoona watu wengine wanafanikiwa, wanahisi furaha ya kweli kutoka mioyoni mwao, jipongeze kwa sababu wewe ni mwanadamu ambaye umezaliwa ukiwa na roho nzuri kuliko binadamu wengine. Namba 2 ni mtu anayependa kuzungumza maneno ya kujenga na kuwatia moyo binadamu waliopoteza matumaini. Watu wengi waliozaliwa wakiwa na roho mbaya kuliko binadamu wengine wanapenda kuzungumza maneno ya kubomoa na ya kuwavunja moyo binadamu wengine, na lengo la kufanya hivi ni kuwadidimiza watu wengine kihisia ili kuwafanya watu wengine wahisi wao ni dhaifu, wasioweza kufanya chochote kama binadamu wengine. Na hivyo binadamu hawa wenye roho mbaya hupenda kujifanya wao ni bora kuliko binadamu wengine kwa kuzungumza maneno hasi dhidi ya binadamu wengine. Na ni wakati ambao wanapenda kuwaaminisha watu wengine kuwa hawawezi kutimiza ndoto ambazo wanatamani kuzitimiza, kwa sababu wanawapa sababu nyingi ambazo zinawafanya watu wengine waamini kuwa ni kweli wao ni wadhaifu kiasi kwamba hawawezi kutimiza ndoto ambazo wanatamani kuwa nazo. Na lengo la kufanya hivi ni kufanya watu wengine wasiweze kufanikiwa kama wao. Binadamu waliozaliwa wakiwa na roho nzuri, asilimia kubwa ya maneno ambayo wanayazungumza dhidi ya watu wengine yanakuwa ni maneno ya kujenga, kuwapa watu wengine moyo, na mara nyingi wanakuwa ni wafariji wa kweli katika maisha ya watu wengine. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu ambao wanawatia moyo watu wengine, wanazungumza maneno ya kujenga badala ya kubomoa, basi wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na roho nzuri katika uso wa dunia. Namba 3, yupo tayari kuwasaidia binadamu wengine bila kutarajia malipo yoyote kutoka kwa binadamu ambaye amemsaidia. Asilimia kubwa ya wanadamu waliozaliwa na moyo mzuri wanapoona binadamu wengine wanapitia nyakati ngumu, wanapenda kujitoa kuwasaidia watu wengine, kwa sababu ndani yao wanahisi wanao wito wa kuwasaidia binadamu wengine. Hali ni tofauti kabisa na binadamu waliozaliwa wakiwa na roho mbaya, kwani binadamu wengi wanapowasaidia watu wengine huwa wanahitaji malipo fulani kutoka kwa binadamu ambao wamewasaidia, na hawa ni binadamu wasiokuwa na roho nzuri. Ndani yao hawahisi kama wanao wito wa kuwasaidia watu wanaohitaji msaada wao. Na ndiyo maana binadamu wengi waliozaliwa wakiwa na roho nzuri, hata wanapokuwa kwenye mazingira yoyote, hawapendi kuona binadamu wengine wakipitia mateso. Kama wanaweza kuwasaidia, huwa wanainuka na kwenda kuwasaidia haraka sana binadamu wanaohitaji msaada. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wenye uwezo wa kuwasaidia binadamu wengine bila kutarajia malipo yoyote kutoka kwa binadamu waliowasaidia, basi nawe ni miongoni mwa binadamu waliozaliwa wakiwa na roho nzuri kuliko binadamu wengine. Namba 4 ni mtu asiyependa kuwazungumzia vibaya binadamu wengine. Kama unavyojua,
Binadamu wengi wenye roho mbaya kuliko binadamu wengine wanapenda kuzungumza mabaya dhidi ya watu wengine, na lengo la kufanya hivi ni ili wao waonekane wazuri na bora katika macho ya watu wengine. Utakapoona unaambatana na mwanadamu ambaye anapenda kuwazungumzia vibaya binadamu wengine anapokuwa karibu yako, ujue hata wewe anakuzungumzia vibaya pindi anapokuwa karibu na watu wengine, na hivyo ndivyo saikolojia ya kweli inavyoonesha. Binadamu wengi waliozaliwa wakiwa na roho nzuri hawapo tayari kuwazungumzia vibaya watu wengine, kwani hata wanapoona mwanadamu mwingine ametenda mambo mabaya wanaamini ni sehemu ya udhaifu wake. Hivyo ni watu wanaopenda kuwazungumzia watu wengine vizuri. Hivyo kama nawe ni miongoni mwa binadamu ambaye anapenda kuwazungumzia watu wengine vizuri, hauna kawaida ya kuwasema watu wengine vibaya, ujue wewe ni miongoni mwa binadamu waliozaliwa wakiwa na roho nzuri. Jipongeze kwa sababu wewe ni mponyaji wa dunia, kwani binadamu wengi wenye roho nzuri ni watu ambao hufanya mioyo ya watu wengine iweze kupona, kwa sababu hawana kawaida ya kuwazushia vitu vya uongo ama kuyasema mabaya ya watu wengine. Badala yake, asilimia kubwa ya maneno ambayo utakuwa unayatoa ni maneno chanya yanayofariji na kutia mioyo binadamu wengine. Namba 5, ana huruma na huwa anaguswa na maumivu ya binadamu wengine. Maisha ya mwanadamu aliyezaliwa akiwa na roho nzuri kuliko binadamu wengine huwa ni ya kuguswa pale anapoona watu wengine wanateseka. Mara nyingi mwanadamu mwenye roho nzuri anapenda kuvaa viatu vya watu wengine. Huwa anajiuliza, hivi ingekuwa mimi ingekuwaje? Kwani chochote kibaya kinapotokea kwa mwanadamu mwingine, yeye pia huhisi maumivu ya kweli katika moyo wake, na ndiyo maana ni wepesi sana kujitoa na kuwasaidia binadamu wengine bila hata kuombwa ama kusukumwa na watu fulani. Lakini binadamu wengi waliozaliwa wakiwa na roho mbaya, hawa ni wanadamu ambao hawawezi kujitoa na kuwasaidia watu wengine, kwani katika mioyo yao hawana huruma na hawawezi kuvaa viatu vya binadamu wengine. Ni watu ambao wanapenda kujali mambo yao, haijalishi binadamu wengine wanapitia maumivu kiasi gani. Wapo tayari kuona binadamu wengine wanateseka na mioyo yao ikachukulia kawaida tu. Kama na wewe upo hivi, ninakushauri badilika, kwa sababu utakuwa miongoni mwa binadamu wenye roho mbaya sana kuliko binadamu wengine. Namba 6, ni mwanadamu ambaye ana kawaida ya kusamehe kiurahisi kuliko binadamu wengine. Binadamu mwenye roho mbaya anapenda visasi, yani ukimkosea ili moyo wake uweze kuwa sawa, lazima akulipizie kisasi ambacho kitakusababishia maumivu maradufu kuliko makosa ambayo ulimfanyia. Mara nyingi anakuwa mgumu wa kusamehe. Hata utakapojitambua umemkosea, ukienda kumwomba msamaha, hawezi kukusamehe mpaka pale atakapolipiza kisasi, na hata akilipiza kisasi atatangaza uadui na wewe. Lakini asilimia kubwa ya binadamu waliozaliwa wakiwa na roho nzuri kuliko binadamu wengine, hawa ni binadamu ambao wanapokosewa, wakishaombwa msamaha, huwa hawana kawaida ya kuendelea kutunza vinyongo ndani yao. Ni watu ambao huwa wanasamehe, huacha maumivu yapite, na amani ya kweli hutawala katika mioyo yao, na huendelea na maisha ya kawaida. Na utakapowaomba msamaha, watakusamehe kiurahisi na kukupa nafasi kama uliokuwa nayo mwanzo katika maisha yao, na bado wataendelea kushirikiana na wewe katika vitu mbalimbali. Na ndiyo maana asilimia kubwa ya binadamu wanapenda kuwaumiza binadamu wenye roho nzuri, kwa sababu wanaweza kuwakosea wakawaomba msamaha wakitarajia lazima watasamehewa. Hivyo binadamu wenye roho mbaya huchukulia hilo kama udhaifu kwa ajili ya kuwaumiza binadamu wenye roho nzuri. Ninakushauri wakati mwingine, hata kama una roho nzuri, endapo kuna mtu amekukosea, penda kumsamehe, lakini hakikisha haumpi nafasi katika maisha yako kama ambayo ulikuwa umempa nyuma, kwani baadhi ya binadamu wataitumia hali yako ya kusamehe kiurahisi kama udhaifu wa kukusababishia maumivu kila wakati. Namba 7, huwa mnyenyekevu na mchangamfu katika maisha yake. Asilimia kubwa ya binadamu waliozaliwa wakiwa na roho mbaya
Hawa ni watu ambao wakati mwingi huwa si wachangamfu, ni kwa sababu mioyoni mwao wana vinyongo na chuki dhidi ya binadamu wengine. Hawa ni binadamu ambao wanakuwa na hasira za mara kwa mara, na mara nyingi wanajiona wao ni bora kuliko binadamu wengine. Hata ukiwafanyia kitu kizuri, huwa hawawezi kukiri kuwa umewafanyia jambo bora katika maisha yako, kwa sababu wanahofia utaichukua nafasi ambayo wanaitamani katika maisha yao. Hivyo ni watu ambao wanapenda kupuuza, kuwadharau watu wengine na kujifanya wao ni bora kuliko watu wengine. Lakini asilimia kubwa ya binadamu waliozaliwa wakiwa na roho nzuri kuliko binadamu wengine, wakifanyiwa jambo zuri huwapongeza binadamu waliofanya jambo zuri. Hawa ni binadamu ambao wanapenda kujichanganya na kila mtu, wanatambua kila mwanadamu ni muhimu katika maisha yao, na ni watu ambao wanapenda kuchangamka, ni watu ambao wanapenda kuishi maisha ya furaha na watu wengine, kwani si binadamu ambao wanapenda kuwabagua watu wengine, kwani wanajua wazi kuwa kila mwanadamu ana umuhimu wake katika maisha yao. Kama nawe upo hivi, basi wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wana roho nzuri kuliko binadamu wengine, na ndiyo maana binadamu waliozaliwa wakiwa na roho nzuri kuliko binadamu wengine huwa hawana majivuno wala majigambo hata wanapokuwa na mafanikio makubwa kuliko binadamu wengine. Namba 8 ni mwanadamu ambaye husambaza amani katika kila sehemu ambayo anakuwa. Binadamu waliozaliwa wakiwa na roho mbaya wanapenda kuona binadamu wengine wakiishi bila amani. Furaha yao ni kuona binadamu wengine wakiishi ndani ya migogoro ambayo haina suluhisho. Lakini amini usiamini, asilimia kubwa ya binadamu waliozaliwa wakiwa na roho nzuri kuliko binadamu wengine wanapenda amani, na ndiyo maana asilimia kubwa ya maneno ambayo wanayazungumza ni maneno ambayo ni kama mbegu ya amani katika maisha ya watu wengine. Ni binadamu ambao wanapenda kusababisha amani kila sehemu ambayo wanakuwa. Hata wakikuta sehemu ina migogoro, uwepo wao hupelekea migogoro hiyo iyeyuke kama moto wa mshumaa. Lakini ni watu ambao wanapokuwa katika sehemu isiyokuwa na amani pia, kwa sababu ya tabia zao, sehemu hiyo hujikuta ikitawaliwa na amani ambayo haieleweki imetokana na nini. Kama hali hii huwa inakufuata kila sehemu unayokuwa, basi ujue wewe ni miongoni mwa binadamu wenye roho nzuri, na ndiyo maana unapenda amani, unasababisha amani na unasambaza amani kila sehemu ambayo unapita. Namba 9 ni mwanadamu ambaye anafurahia kutoa kuliko kupokea. Mwanadamu ambaye amezaliwa akiwa na roho mbaya mara nyingi huwa anakuwa mbinafsi, anapenda kupokea kuliko kutoa. Anapotakiwa kupokea huwa anapokea kwa mikono miwili, lakini katika nyakati ambazo anatakiwa kutoa huwa anakuwa mgumu sana. Lakini asilimia kubwa ya binadamu waliozaliwa wakiwa na roho nzuri kuliko binadamu wengine, hawa ni binadamu ambao huwa hawafurahi sana kupokea. Mara nyingi ni watu wanaopenda kutoa na kuwasaidia watu wengine, na hapo ndipo furaha yao ya kweli inapozaliwa katika mioyo yao. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaopenda kutoa kuliko kupokea, ninakupongeza. Wewe ni muungwana ambaye unastahili kupongezwa na kila mwanadamu ambaye amezaliwa na kuishi katika uso wa dunia, kwa sababu wewe ni miongoni mwa binadamu wachache waliozaliwa wakiwa na roho nzuri kuliko binadamu wengine. Namba 10, ana moyo wa shukrani. Binadamu wengi waliozaliwa wakiwa na roho nzuri ni binadamu ambao wanapenda kushukuru pindi wanapofanyiwa jambo zuri na binadamu wengine. Ni watu ambao hata unapowasaidia kwa kitu kidogo hawawezi kusahau wema wako. Siku zote watauthamini wema wako na watakutambua kama mwanadamu mwenye mchango mkubwa katika maisha yao. Lakini binadamu wengi wenye roho mbaya hawana roho ya shukrani. Hata ukijitoa na kuwasaidia kwa kila kitu ulichokuwa nacho, bado watakuwa ni watu wa lawama na kutothamini mchango wako katika maisha yao. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Ninaamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema, na nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana. Tukutane tena katika video ijayo.